Kitu kingine tena ambacho mimi naenda kusema ni hiki. We need justice. We need justice. Waliomuua ambassador wetu Luka Tatanasio lazima wakafanyeje? Lazima wakatafute hiyo mikia. Hiyo mikia ya nani? Ya umbwa. Hiyo mikia ya kobe lazima ikatafutwa, ikanyongwe. Ndiyo. Lazima ikatafutwa, ikanyongwa hiyo mikia ya kobe. Narudia tena, hiyo mikia ya kobe ya umbwa lazima ikatafutwa, ikanyongwe. Ndiyo. Mikia yote ya umbwa yenye imo kwenye parka ya Virunga ya Democratic Republic of the Congo lazima ikatafutwe, ikanyongwe katika jina la Yesu. Lazima ikanyongwe. Serikali za Afrika tiane yako death punishment. Ndiyo. Wa president wa Afrika tiane yako death punishment. Ndiyo. Na waomba wa president wa Afrika wa amani ya Mungu ambao wako kama baba yetu John Pombe Magufuli, wekeni yako punishment death. Ndiyo. Death penalty. Ndiyo. Hapana mkia wa umbwa naenda na uwa watu, baadaye kisha uwa watu, baadaye mnaenda mnamfunga jela, mkisha mfunga jela, baadaye mnamwachilia mnaendelea kuikaa jela, amuna kubembeleza mkia wa kobe. No. Sisi wakina mama tumechoka. Tumetoka na uuaji, hatukuzalia kuua. Uchungu wa mwana, uchungu wa watoto wetu umetuua. Umetuua. Uchungu wa mtoto wetu Luka Tatanasio umetuua. We need death penalty. We need justice. Hatukuzaa mtoto wetu Luka Tatanasio wakusudi mumuue. Ndiyo. Hatukuzaa watoto kusudi muwaue, hatukuzalia kuua. Ndiyo. Ukipembeleza mkia wa kobe, ukiufunga, na wakati umeua watu wengine, utakuwa na wewe ni mkia wa kobe. Ndiyo. Mtu yeyote atakayebembeleza mkia wa kobe sana aenda na ufunga jela bila kuua nao irukaonje uuaji huo. Huyo mtu naye atakuwa ni mkia wa kobe kama hiyo mikia ya kobe wenzake ambaye amefunga kwenye jela bila kuua, ili nayo ikaonje uuaji. Umeua, lazima na wewe ukauawe. Ja kufunga jela hamuna. Jela hamuna. Ja kufunga jela hamuna. Umeniuia wanangu, itabidi ukauwe na wewe ukauawe. Mlisikia kwamba kuua ni dhambi. Sasa nani aliyewaambia mkatuue mtoto wetu Luka Tatanasio? Nani? Pamoja na wafanyakazi wetu na watoto wetu wafanyakazi wa WFP na dereva ni wa nani? Nani anayewaambia mkatoke katika nchi zenu, katika nchi yenu, muende mkakosesha amani South Africa, muende mkakosesha amani Uganda ama Kenya ama Nepal ama Ulaya, kwenda kuua kwa watu ambao hawasemi moja na nyinyi? Ni wa nani? Ni wa nani? Mungelijua nyi wenyewe. Omwe mungeua mlioza nyinyi wenyewe, mkatutokea kwa watoto wetu. Ama mungelijua hiyo mikia yenu ya kobe mkaijikata yeko. Inanishangaza hiyo mikia yenu ya kobe inakuja baadaye. Najua kwamba imeua watoto wetu, baadaye sasa
aibu. Tumechoka na uuaji wenu, tumechoka. Si wakina mama tumechoka. Tumechoka nayo kutoka katika nchi zenu. Mnaenda kukosesha amani katika nchi za neighborhood country. Mnaenda mnaua watu ambao hawasemi moja na nyinyi. Mnaenda mnawaua, mnaenda mnatuuia wa konvei wetu uni, mnaenda mnatuuia mmetuuia mtoto wetu Luka Tanasio pamoja na watoto wetu wengine walikuwa naye. Hivyo vyote. Tumechoka na huo uuaji wenu. Tumeuchoka. Hatutaendelea sisi wakina mama. Hatutaendelea kuzidi vumilia hiyo mikia yenu ya kobe ya umbwa. Hatutaendelea kuivumilia. No, hatutaendelea kuivumilia. Hapana. Nakubali nchi ya India ambayo ilitekeleza ikaweka wanajeshi na wapolisi wakina mama tena wengi sana kushinda wanaume. Hapo ilifanya vizuri. Ilijiweza kabisa, hapo ilifanya mzuri. Mungu aibariki. Na Afrika nayo ingelifanya hivyo, amani yangelipatikana. Sidhani kwa wakina mama wakaenda kujiunga kwenye jeshi ama kwa polisi. Sidhani kama wataweza kuua mkina mama mwenye mimba. Sidhani kama wataweza kumshika kwa kinguvu mtoto msichana ama nini. Lakini hiyo mikia ya umbwa ya kobe inanyabasi ya kina mama ambao ni vijana vikunywa damu. Vinaenda vinatushikia watoto wetu kwa kinguvu, baadaye vinaenda vinawaua, baadaye vinaenda neighborhood country, serikali ya shetani na vituma yako vinaenda vinaua watu ambao hawasemi moja nayo, vinaenda wanaua watu huko, wanaenda wanapatisha sura mbaya nchi ya watu, baadaye unakuta ni shida. Hivi vitu tumevichoka. Ukiwa umezala mkia wa umbwa na kobe, na wewe uko mkia wa umbwa na kobe, na pia shame on you. Wazazi, jihadharini msije wenye hamjaza. Jihadharini msije mkazaa mikia ya kobe. Hiyo mikia ya kobe, hiyo mikia ya umbwa ndiyo. Ninavyoongea hivi nimeumia roho yangu, nina huzuni mingi. Nina huzuni. Hebu uwaje faida gani tangia lini? Mungu aliwaumba akawaleta duniani. Alipowaleta duniani sasa akataka muishi kwa amani nyinyi wote. Akataka mpendane. Baadaye sasa mlifika duniani. Baadaye mlipofika duniani wamoja wenu mkawa mikia ya umbwa, mkawa mikia ya mkawa mikia ya kobe. Kama shetani wenu alivyo. Yani ni hatari. Ni hatari. Mikia ya umbwa ya kobe inapendi kata mikia ya wengine, lakini yenyewe haitaki kukatwa. Hebu ni kwa nini? President John Pombe Magufuli ndiye aliyejua kuikata. Ilikuja mwinchi yake ikawa na silaha kuja kukosesha amani Tanzania. Baadaye mikia hiyo ya umbwa ya kobe akaikata ikarudia ilikotoka ikiwa haina mikia. Kwa hiyo na nchi zingine lazima zikafanye hivyo. Unakuta mikia hiyo inatoka kwenye Virunga Park,
inaenda inakimbilia Burundi, baadaye sasa inaenda inakimbilia nani Uganda, yimoja wanaenda nani Uganda inaishika. Lakini sijawahi kusikia kwamba Burundi iliwahi kushika hiyo mikia ya kobe ama ya umbwa. Sijawahi bisikia hata siku moja. Endapo nilisikia kwa Uganda iliwahi kuishika hiyo mikia ya umbwa ya kobe. Imefika wakati sasa, imefika wakati ya mikia ya kobe ikashikwa, ikakatwe, ikanyongwe. Ndiyo, msamaha hamuna. Kama mnataka msamaha, reteni mtoto wetu Luka nani ya titanasio, mreteni. Kama mnataka msamaha, nendeni mkamzue, mkamfanye, mkamuumbe awe nani mtu mzima tena, mkamtupatie. Kama mnahitaji amani na kama mnahitaji msamaha, reteni watoto wetu mlioua katika vita. Ambayo siwezi ongea. Wareteni sasa hivi. Kama hamtaki nani, kama hamtaki hiyo mikia yenu ije kukatwa yeko. Tumechoka. Utasikia vinaenda, hawa ndio watu wabaya. Hawa ndio wani vinaenda vinajisahau vyenyewe, vimikia vya kobera na ungwa. Vinaenda vinajiita vyenyewe vizuri, alafu vinaita vingine vibaya, na kati vyenyewe viuaji njo vibaya. Vinaenda muichi za watu kukosesha amani. Bikishaenda kuua nani, mfano jinsi vilienda South Africa, na jinsi vilienda nani Kongo kuua kwa watu, na jinsi vinaenda nchi zingine kuua kwa watu. Baadaye sasa vinaenda vinapoka. Hapana, hatukuua watu. Vinaenda vimoja vinatumikana na nchi zingine. Vinaenda, hapana, hatukumkamata mtu wenu. Hapana, hatukumuua. Hapana, sio mambo kama hayo. Uafrika wenu umukia wenu wa umbwa na kobe tumeshaujua. Tangia leo naomba, simamisheni uuaji wenu. Tangia leo silaha chini. Naongea leo, tangia leo silaha chini. Atawazi msipoweka silaha chini, mkizidendelea kutuwia watoto wetu. Nyie mikia ya umbwa, nyie mikia ya kobe, nyie. Si wazazi mtakuja kutuona sisi ni wanani. Mtakuja kutuona sisi ni wanani. Nimewaambia hatukuzalia kuua. Nyinyi uchungu wa mwana hamkusikia. Hamkubeba mimba ya mtoto miezi 9 ili msikie namna uchungu wa mtoto wetu Luka tutanalivo. Nani tena sio jinsi ulituua. Na watoto wetu wengine mnao wana kushika, mara na kushika kwa kinguvu, mara na kuua. Hamnyinyi hamubijui. Ingalikuwa mnabijua, hamungalisubutu kutuia watoto wetu. Hamungalisubutu. Siku yenu inahesabiwa.